Nina wasalimu katika jina la Yesu aliye hai. Kwa Jumapili mbili mfululizo, Jumapili ile ya mwisho wa mwezi wa 4 tarehe 27 na Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 5 tarehe 4, kulikuwa na somo lilikuwa nasema kupambania ushindi wa wengine, ambapo tuliona vile ambavyo inapaswa tusiridhike na ushindi au mafanikio tuliyopata sisi. Tuangalie kile ambacho wengine bado hawajakipata, tushirike kuwasaidia. Tukaona kwamba tunatakiwa kuwaombea kwa wale ambao wanaogopa, tuwashuhudie wamjue Mungu, wampe Yesu maisha yao. Lakini tusiishie hayo tu, tuweze kufanya na mambo mengine. Kama kuna msaada wowote ule unaohitajika kwa ajili ya ndugu zetu, basi tunatakiwa kwa radhi kuutoa. Sasa leo tunakwenda kujifunza, ni mwendelezo wa mambo tunayojifunza kutoka kwenye kitabu cha Yoshua. Tutakuwa na neno nyingi kutoka kitabu cha Yoshua, ambacho ndio kitabu chetu kikuu kinachoendana na neno la mwaka, kama ni mwaka wa ushindi na mafanikio. Kwa hiyo tutakuwa na jumbe kadha wa kadha kupitia kitabu hiki. Kwa leo hii tunakwenda kujifunza maandalio kwa ajili ya kutamalaki. Kama andika maandalio kwa ajili ya kutamalaki. Nakumbuka miaka mingi iliyopita, sasa nazungumzia zaidi ya miaka 26, wakati ulikuwa bado ni mwalimu wa shule fulani hivi iliyokuwa na ikiwa na Lutheran, naitwa Komeili. Mchungaji wangu kule, ambaye sasa hivi alikwisha kupumzishwa na Bwana, nilipokuwa nimehamia nilikuta amefuga ng'ombe. Sasa kawa nilisimulia kwamba ng'ombe wale ni wa mradi ambao ulikuwa unafikiri kama bado huko, unajulikana kama ni mradi wa kopa ng'ombe lipa ng'ombe. Wangapi wanaofahamu au wanaosikia? Kopa ng'ombe lipa ng'ombe. Wafadhili wa huo mradi walikuwa wanalenga kuinua hali za uchumi wa watu wale wa chini au wa kawaida, hasa huko vijijini. Kwa mtu yule ambaye alikuwa hana uwezo wa kununua ng'ombe wa maziwa, alifadhiliwa kwa kupokeshwa ng'ombe, halafu ng'ombe yule atakapozaa jipe atatakiwa amtunze mpaka afikie kupandishwa, halafu anapewa mwingine na yeye anakopeshwa, atalipa. Kwa hiyo malipo yale hayarudi kwa aliyetoa msaada, ila malipo yale yanapanua wigo wa wale wanaolenga kusaidiwa. Lakini ili upate msaada huo, kulikuwa kuna masharti ambayo ulikuwa unatakiwa kuyatimiza, na sharti mojawapo la muhimu zaidi ilikuwa ni kufanya maandalio au maandalizi. Wafadhili walikuwa wanataka wajiridhishe kwamba wewe ni kweli umejiandaa kupokea huo msaada. Wakikupa ng'ombe utamthamini, wakikupa ng'ombe utamtunza, wakikupa ng'ombe utanufaika na wengine pia baadaye watanufaika. Kwa hiyo kuna mambo makubwa mawili ambayo walikuwa wanataka wafanye katika hayo maandalizi. Namba moja, ulitakiwa ulime shamba la nyasi kwa ajili ya malisho, chakula cha huyo ng'ombe watakayekupa na baadaye wale watakwenda kuzaliwa. Lakini namba mbili, ilitakiwa ujenge zizi la kisasa
kwa maelekezo waliokuwa wanatoa wao wenyewe. Sasa kuna baadhi wale wafugaji wa ng'ombe wa kienyeji ambao walikuwa wanafuga tu yani bila kufuata sana yale maelekezo ya kitaalamu. Sasa ng'ombe gani hao? Wachukueni wenyewe. Yaani ng'ombe wenu mtunze kama binadamu. Kwa nikakuta mchungaji wangu huyo ana zizi zuri, alafu tayari anakamua maziwa na ana shamba zuri kabisa kubwa la nyasi. Ndio akawa amenieleza kwamba alikidhi hivyo vigezo ndio akapata huo msaada. Sasa nataka tupeane changamoto hii ya kwamba kuna mambo mengi unayoyatarajia kutoka kwa Mungu ambayo ni ahadi zake yeye Mungu kwako wewe kupitia neno lake. Na kuna mambo mengine ambayo Mungu amesema na wewe mwenyewe kipekee. Maana zipo zile ahadi za jumla tu ambazo unazisoma tu kwenye maandiko. Na kuna mambo ambayo unaweza ukasemeshwa wewe kama wewe, kwa njia ya ndoto, kwa njia ya neno la kinabii na kwa njia nyingine mbalimbali. Mungu anakusemesha. Lakini utashangaa unaendelea kusubiri, miezi inaisha, miaka inapita, mambo yale uliyoyatarajia hayatokei. Kuna wakati inafika mahali unashindwa kumwelewa Mungu. Mungu sasa kwa nini? Mungu sasa kwa nini? Mungu sasa kwa nini? Lakini sababu mojawapo kwa nini wakati mwingine yale ambayo tumeahidiwa na Mungu, yale ambayo tunayatarajia kutoka kwa Mungu hayatimii kwetu, ni kwa sababu tunakuwa hatujakamilisha maandalizi au maandalio. Mwaka huu tunamwamini Mungu kwamba ni mwaka wa ushindi na mafanikio. Neno hili ni ufunuo wa Mungu, na kwa sababu hilo linageuka kuwa ahadi. Ni ahadi kwetu sisi wanajosi kwamba mwaka huu mapambano yatakuwepo, lakini lazima tushinde. Vikwazo vya ufanisi, vikwazo vya mafanikio vitakuwepo, lakini lazima tushinde. Na matokeo yake ni kupata mafanikio hata kama shetani hataki. Shetani apende asipende, mazingira yatake yasitake, ni lazima tushinde, ni lazima tufanikiwe. Kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Lakini kuna uwezekano mwaka utaisha, kuna watu wataona lakini hawatakula. Halo. Yatuko pamoja Utasikiliza shuhuda za wenzako, yale ambayo Bwana amewatendea. Utasimuliwa na mengine utayaona yale ambayo Bwana ameyatenda kwa wengine. Lakini wewe utajikuta kwamba uko vile vile, na pengine hali yako imekuwa mbaya zaidi. Sasa mimi kama mchungaji wako ninakuombea sana kwamba hali ya namna hiyo isikupate. Ni maombi yangu ya kwamba asiwepo hata mmoja ambaye ataachwa baraka zinapokuja za ushindi na mafanikio. Asiwepo hata mmoja ambaye atazikosa. Hayo ndiyo maombi yangu kwa ajili yako mpendwa wangu. Haya ndiyo maombi yangu kwa ajili yako. Na kuombea sana Mungu akupe ushindi. Na kuombea sana Mungu akupe mafanikio. Na kuombea sana upate mpenyo wa mafanikio. Na kuombea sana Bwana akuinue. Na kuombea sana Bwana akutoe kwenye hali ulionayo, akupeleke kwenye viwango vingine katika jina la Yesu. Na kwa msaada wa Bwana nasema hivi, inawezekana. 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 Wangapi wanaamini pamoja na mimi? Haleluya. Jamani, mimi naamini, na sisi nilisema hapa kwamba tayari kwangu mimi kuna vitu tayari Bwana ameanza kuifanya, ila sio busara kushuhudia kabla muujiza hujakamilika. Haleluya. Hata juzi nilikuwa nasemezana na mke wangu, nikawa tunasemezana vile vitu ambavyo tayari Bwana ameanza kuifanya. Ila kwa sababu ndio mchakato vimeanza havijakamilika, ukifika wa Bwana tutasimulia. Haleluya. Tutasimulia matendo makuu ya Bwana. Tutasimulia baraka za ajabu za Bwana. Tutasimulia namna ambavyo Bwana ameachilia mpenyo, ametuinua,
ametutoa kwenye viwango fulani na kutupeleka kwenye viwango vingine, maana Bwana ni mwaminifu, ameahidi na ni lazima atende. Lazima atende, lazima atende. Mwalimu Nyerere alipokuwa anawaandaa wanajeshi wa Tanzania pamoja na taifa kwa ujumla la Tanzania kukabiliana na Nduli Idi Amin Dada, miaka gani? 70 ngapi? Alisema kwamba uwezo tunao na nia tunayo ya kumpiga Nduli Idi Amin. Alisema hivyo, akaliandaa jeshi kisaikolojia, akaliandaa taifa kisaikolojia, na ushindi mkubwa ukapatikana. Nasema hivi, uwezo Bwana anao, maana yeye ndiye anayetuwezesha. Yupo atuwezeshaye, maana yeye msaada wetu wa karibu. Alisema Ayubu ya kwamba mteteaji wangu yu hai. Nataka nikutie moyo, mteteaji wako yu hai, mwezeshaji wako yu hai, msaada wako upo. Akasema mtunga Zaburi, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Halafu akapewa jibu ya kwamba ni katika Bwana wa majeshi aliyezifanya mbingu na nchi. Nami nakwambia msaada wako upo, msaada wako upo, msaada wako upo. Msaada wako unatoka katika Bwana anayeweza yote, anayejua yote, aliyepo kila mahali, aliye wa milele, asiyeshindwa. Haleluya! Na ndio maana wanaimba nasema kwamba usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wanadamu waliokuahidi wanaweza wakashindwa, lakini yupo asiyeshindwa. Haleluya, 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 haleluya. Sasa nataka nijifunze kwa habari za maandalio kwa ajili ya kutamalaki kupitia sura 3 za kitabu cha Yoshua. Tunasoma ile sura, hatutasoma kimsingi kwa sababu ni maandiko marefu. Sura ile ya 3 mpaka sura ya 5. Kuanzia yani sura ya 3 yote, sura ya 4 yote, alafu sura ya 5 tunaishia ule mstari wa 12. Kama naandika andika hivi. Ni kwamba ni Yoshua sura ya 3 mstari wa 1 mpaka sura ya 5 ule mstari wa 12. Mpaka ule mstari wa 12. Sasa fungu hilo la maandiko la mistari hiyo ya sura zote hizo 3 ni fungu ambalo kimsingi jambo kubwa hasa pale ni lile tukio la wana wa Israeli kuvushwa mto Yordani kimuujiza. Wale watu walikuwa ni umati mkubwa. Sifahamu kama zingetumika meli ingekuwaje, zingehitajika meli kiasi gani, kama ni mitumbwi, kama ni boti au ni njia namna gani, au ingejengwa daraja sijui hivyo. Lakini Mungu aliamua kuwavusha mto Yordani kimuujiza. Kabla hawajavuka ule mto, Musa akawa ametwaliwa na Bwana. Yoshua akapewa kazi kama ambavyo tuliyasema hayo katika ile sura ya 1. Akairithi kazi ya Musa ya kuliongoza taifa la Israeli, na yeye akapewa kazi ya kuwamilikisha ile nchi walioahidiwa. Kwa hiyo makabila mawili ambayo tuliyataja walioambiwa wanatakiwa wavuke wawasaidie wenzao ngambo ya mto, ilikuwa ni kama makabila matatu, tuseme mawili, alafu kabila nyingine la Manase ilikuwa ni nusu yao. Wao walikuwa wamekwisha kupewa urithi kabla hawajavuka mto, ila wakaambiwa wawaache tu wanawake na watoto, lakini wale wenye uwezo wa kupigana vita wavuke wakawasaidia ndugu zao.
Kwa kazi ilikuwa imeanza tu na imefanyika kwa sehemu ndogo sana, lakini sehemu kubwa, pengine zaidi ya 90%, ilikuwa bado haijafanyika. Na walipovuka tule mto wa Yordani, mji wa kwanza ambao walikabiliana nao na wakapata ushindi mkubwa ni mji wa Yeriko. Tutakapokuwa tunaendelea na uchambuzi wa kitabu hiki, tutafika pia, tutajifunza mambo kadha hapo. Kwa sasa kuna mambo manne ambayo tunajifunza katika kisa hiki ambacho tunakisoma kwenye misali hii. Jambo la kwanza ni Mungu vile ambavyo ametambulishwa. Utambulisho wa kwanza wa Mungu ni jina lake ambalo ndilo ambalo lilikuwa linatumika zaidi, Jehova au Yahweh. Lakini tunaposoma haya maandiko tunapotana na maneno ya Bwana ambayo yameandikwa kwa herufi kubwa. Hasa ukifuatilia unakuta pale walipoandikwa Bwana, kwenye asili yake hasa ni Yehova au Yahweh. Ni Yehova au Yahweh. Hasa labda pengine niseme hivi, kupitia neno lake na kwa njia nyingine mbalimbali, Mungu amejifunua kwetu sisi, na tunaweza tuseme Mungu amejifunua vile alivyo, kwa maana ya nature yake. Kwa kuna natural qualities, kwa maana ya kuna zile sifa zake zinazotambulisha asili yake. Zipo sifa zinazotambulisha asili yake. Unapozungumza kwamba Mungu ni wa milele, unapozungumza kwamba Mungu ni immutable, yani asiyebadilika, ndio tunasema kwamba asiyeshindwa, asiyebadilika. Naona unaposema kwamba Mungu ni omnipotent, kwamba anaweza yote, ni omnipresent, kwa maana kwamba yeye yupo kila mahali kwa wakati mmoja. Unaposema kwamba wewe Mungu ni omniscient, kwa maana kwamba Mungu anajua yote. Hizo ni sifa zinazotambulisha asili yake. Lakini zipo sifa ambazo zinatambulisha tabia yake, ni moral qualities, kwamba yeye ni wa upendo, yeye ni wa huruma, ni wa neema, ni wa rehema, ni wa haki. Hivyo hizo ni moral qualities, yani ni sifa zinazotambulisha tabia zake. Lakini kuna utambulisho wa matendo yake. Hasa matendo ya Mungu yanatambulishwa zaidi kwa majina. Ndio maana Mungu hatambuliki kwa jina moja, anatambuliwa kwa majina mbalimbali yanayotambulisha kazi zake au matendo yake. Lakini jina hili Yehova au Yahweh ni tofauti na majina mengine yanayotambulisha kazi zake. Jina hili Yehova zenyewe zinatambulisha uwepo wake, his being. Hello. Amen. Tunaposoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 ule mstari wa 14, Mungu anapoulizwa na Musa, maana Musa alipotokewa na Mungu akiwa kule kwa Yethro Midian, anaambiwa kwamba atoke huko aende kule Misri, akamwambia Farao awaache wao Waebrania au Waisraeli, unaona, waondoke. Musa alisita sana, alishinda kumwelewa Mungu kwa haraka. Akataka kumfahamu huyo Mungu aliyemtokea kwamba ni nani. Alipomuuliza, Mungu alisema, mimi niko ambaye niko. Jamani, najua hizi akili zetu hizi kumwelewa Mungu ni ngumu sana. Sasa huyo Mungu ni wa ajabu sana. Kuna baadhi ya mambo yakisema juu ya Mungu sipati shida sana, yaani hata akili yangu ya kawaida haipati shida sana kuelewa. Lakini kwa habari za uwepo wa Mungu, his being, his essence, ni jambo ambalo linanipa sana shida kuelewa. Kwamba huyu Mungu unapozungumza habari za eternity, maana yake ni eternity past, eternity future. Kwa maana kwamba hana mwanzo wa siku zake na wala hana mwisho wa uhai wake.
ametuumba sisi, lakini yeye hakuumbwa. Kwa hiyo hakuna chanzo, yaani yeye ndiye chanzo. Hakuna chanzo kingine kwamba pengine kuna aliyekuwepo alafu ndio akamuumba Mungu. Sasa hivi unaelezaje habari za Mungu? Mimi wanaelewa kufikiri sasa hakuumbwa, yaani ukizungumza habari za umilele. Maana malaika na wenyewe wanajua hawana mwisho, tunaelewa? Ila wana mwanzo, maana waliumbwa. Sisi wanadamu pia wanajua hatuna mwisho. Unaelewa hiyo? Tunapokufa hapa duniani tunaondoka tu kwenye dini hii, lakini roho inamrudia Mungu aliyetoa. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu yana mwanzo lakini hayana mwisho. Na ndio maana unatakiwa kuwa mwangalifu sana. Mwisho wako, yaani umilele wako baada ya maisha haya ya duniani katika mwili. Umilele wako ni wapi? Ni jehanamu ya moto au ni kwenye uzima wa milele pamoja na Bwana? Lakini Mungu yeye hakuna aliyemuumba na wala hana mwanzo. Alikuwepo tu, yupo na ataendelea tu kuwepo. My God, this is very hard for me to understand. Unajua nikifika hapo huwa namuogopa sana Mungu. Sema Mungu, wewe ukuu wako, mimi hivi nawezaje hata kuongea na wewe yaani hata kuongea na wewe mimi kama tu rais wa nchi tunamuogopa. Yaani leo hivi ukisikia unaitwa na mheshimiwa Samia utatetemeka, naitiwa nini? Na kama ukiona ni mema tu utaishiona wewe, yaani ni bonge la mtu aliyependelewa. Kweli si kweli? Umeheshimika sana. Utatamani pige na picha mmoja kila mmoja kwamba mimi angalau hata kupeana tu mkono. Hata sio kuongea, hata kupeana tu mkono na ukapeana mkono ukasaliana ukapiga naye picha. Yaani ni bonge la ujiko. Jamani, kweli si kweli? Sasa huyu Mungu ni wa ajabu mno. Ni wa ajabu mno. Sasa jina hili ni jina ambalo ndio hasa linatumika zaidi kwenye Biblia kwa sababu lenyewe haliunganishwi na kazi zake, lakini linamuelezea tu yaani yeye kama yeye. Sasa jina Yehova au Yahweh kwa sababu ya utiisho alio nao Mungu, waandishi wa Biblia wa Agano la Kale kabla mashine hazijagunduliwa. Unajua maandiko yalikuwa yanaandikwa kwa mkono. Kwa hiyo walikuwa wataalamu wa kuandika na walikuwa makini sana wanaponakili ili wasikosee. Anapoandika hivi, anaandika na kuitamka herufi moja moja. Yaani kama ni yeye, yaani kama ni mseme neno Mungu, maana yake atahitaji hiyo M, atahitaji hiyo U. Yaani hivyo anaandika na kutamka awe na hakika kwamba hakosei. Akimaliza ukurasa anasoma kuhakiki. Ikionekana kuna kosa hata herufi moja tu, ukurasa ule unachoma moto na anza upya. Alao wakifika kwenye jina la Mungu wanaosha ile nibu ile ya kuandikia ile. Ikifika kwenye jina Yehova, maana ni jina takatifu sana, inabidi akifika pale kabla kulinakili ile jina aondoke akaoge mwili mzima, ndipo anakuja kuliandika jina Mungu. Sasa nilipokuwa ninasoma historia hiyo ya uandishi, nikakumbuka desturi za kule kwetu sisi Wanyiha na Wanyakyusa. Leo mama mmoja ni yupo na jamani, kuna Wanyakyusa hapa bana. Wanyiha na Wanyakyusa, sisi Wanyiha kuna kitu kinaitwa kunyela. Ni pale ambapo unamheshimu sana baba mkwe au mama mkwe kiasi kwamba una keep distance, unatunza umbali naye. Hauwezi kusalimiana naye kirahisi, hauwezi ukaongea naye kirahisi, hauwezi ukamkaribia, hauwezi ukafanya naye ucheshi. Sasa sasa Wanyiha tunazo hizo mila, Wanyakyusa zimekaza zaidi, wanazingatia zaidi kiasi kwamba sasa sijui kwa Wanyiha, lakini Wanyakyusa wao wamekaza zaidi. Tulishaishi na Wanyakyusa walikuwa majirani zetu. Alafu kuna wadogo zangu ambao ni mapacha. Huyu baba Mshindi huyu. Alafu pacha zake ni mama mchungaji yupo huko. Anaitwa Mabange huko. Milima huko.
na ni John sasa mkondo Deo. Hawa ni mapacha. Kwa hiyo huyo mdogo wangu wa kiume sio alikuwa anaitwa John, alafu dada yake alikuwa ndio kubwa anaitwa Mary. Bahati mbaya huyu Mnyakyusa jirani yetu, baba mkwe ni John na mama mkwe ni Mary. Kwa hiyo alikuwa hathubutu kuwaita kwa majina, alilazimika kuwapa majina yake ya bandia. Hiyo ilimsumbua mwanamke mmoja wa Kinyakyusa alipoenda vijijini nyumbani kwetu kule. Maana amesafiri, sasa yeye ni mgeni, anaenda ukweni kwa mara ya kwanza. Alafu alipofika pale sasa anauliza ameenda kwa nani? Alipata shida, anatajaje, anatambulishaje anaenda kwa nani? Maana hawezi kutaja jina la baba mkwe wake, hawezi kutaja jina la mama mkwe wake. Anataja tu watoto wake, sijui baba fulani, mama fulani hivi. Kwa hiyo ilileta shida sana, ni mpaka kuja kuelewa huyu mwanamke anamtafuta nani. Yaani ilikuwa ni shughuli. Jina Jehova. Kwa heshima ya jina hilo ni hali ya juu sana. Lakini kimsingi si kwamba jina ndilo lenye heshima. Jina ni utambulisho wa mwenye jina. Ina maana mwenye jina ni wa heshima, heshima yake ni hali ya juu sana. Na ndio maana wametuongoza hapa praise team ya kwamba heshima ya hali ya juu tutakupa wewe Bwana. Ibada ya leo yetu tunakutolea wewe. Wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Alipoimbisha tu wimbo huo, nikasema hawa wamekwisha kutambulia kwenye somo langu, maana huyu Mungu ambaye nakwenda kusema habari zake anastahili heshima ya hali ya juu sana. Amen. Anastahili heshima ya hali ya juu sana. Hasa jina lingine ambalo tunaliona kwenye sura hizi ambazo tunazichambua ni Adonai, japokuwa neno Adonai halijaandikwa hapo. Unaposoma ule mstari wa ngapi? Mstari wa 11 na mstari wa 13, sura ya 3. Anasema hivi, sura ya 3 ule mstari wa 11. Sema, tazama sanduku la agano la Bwana wa dunia yote. Bwana wa dunia yote. Bwana wa dunia yote. Neno Bwana pale, ukifuatilia kwenye lugha ya asili ya Kiebrania unakutana na neno Adonai. Adonai ni maana yake ni Bwana. Na Bwana maana yake ni mtawala. Maana yake ni mmiliki. Na Wayahudi hawa walipokuwa wanamtambua Mungu kama Bwana, maana yake walikuwa wanaonyesha vile ambavyo wanatakiwa kuwa watiifu kwao, kama ambavyo mtumwa anakuwa mtiifu kwa bwana wake. Lakini ilikuwa inaonyesha vile ambavyo huyu Myahudi anamtegemea huyu bwana wake, kwa sababu mtumwa alikuwa hajitegemei. Alimtiifu kwa bwana wake na anamtegemea bwana wake kwa kila kitu. Kula kwake, kuvaa kwake, kuishi kwake. Anamtegemea nani? Bwana wake. Kwetu sisi na maana ya kwamba tunapomtambua Mungu, tunapotambua uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu, kwanza unaitambua heshima yake kama Jehova. Anastahili heshima kubwa, maana yeye ni wa milele. Aliumba lakini hakuumbwa. Hana mwanzo wa siku zake wala hana mwisho wa siku zake. Allah. Allah. Amen. Ni immutable, yani asiyebadilika. Yani ndio hivyo. Lakini unamtambua kama Bwana kwa maana ya kwamba ni mtawala na mmiliki. Na hapo sasa unazungumza habari za sovereignty of God, kwamba yeye mtawala. Maana hapa
ametambulishwa kama Bwana wa dunia yote, sio Bwana wa Israeli tu. Israeli ndio walikuwa tayari wamekwisha kuanza kumtambua, wanamjifunza huyu Mungu na wamejifunza, wamepata shule, ni shule ya miaka 40. Halo. Kimsingi shule hii ilianzia tangu wakati wa Ibrahimu. Lakini sasa kwa hii timu sasa, wana wa Israeli ambao sasa tunaisoma historia yao namna walivyotoka kule Misri, wakasafiri kwa muda wa miaka 40 jangwani. Na hao ambao sasa tunasoma habari zao ni wale ambao walizaliwa njiani na jua, au walitoka wakiwa wadogo kule Misri. Na maana mpaka wakati huo watu wazima walikuwa ni Yoshua na Caleb. Lakini watu walikarao na wakubwa zaidi walikuwa hawapo, wote wamefia jangwani. Unaona? Kwa sasa wamepita kwenye shule ili kwao wamjue Mungu, na ikafika mahali ni kweli watu hawa viwango vyao vya kumjua Mungu na kujitoa kwake vikawa vinaongezeka kwa matendo yale aliyotenda tangu kule Misri, namna alivyojidhihirisha kule Misri, namna alivyojidhihirisha katika maisha yao ya jangwani kwa muda wa miaka 40. Lakini sehemu nyingine au watu wengine tofauti na wao walikuwa bado hawamjui huyu Mungu ambaye ndiye wa pekee na wa kweli. Ilikuwepo miungu mingine, lakini yote ilikuwa ni miungu ya uongo ambayo hawa makabila mengine, mataifa mengine walikuwa wanaiamini, wanaiabudu, wanaitumikia. Lakini Mungu alikuwa anataka kujitambulisha kwa dunia yote kupitia taifa la Israeli. Kwa hiyo hapa anatambulishwa kwamba ni Bwana wa dunia yote. Haleluya! Ni Bwana wa dunia yote. Yaani lazima tu waweze kuelewa ukweli huo, vinginevyo hawawezi wakawa salama. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hasa labda pengine niseme hivi, ni muhimu sana kabla ya kwenda kwenye pambano lolote, kabla ya kudhani kwamba utapata ushindi, kabla ya kudhani kwamba utapata mafanikio, kabla ya kwamba utaishi maisha ya amani, maisha ya furaha, maisha ya mafanikio, unatakiwa, hili ni jambo la kwanza na muhimu sana, utambue uwepo wa Mungu katikati yao, katika maisha yako. Kwenye hayo yote ulionayo, tambua uwepo wake. Hapa wana wa Israeli naona vile ambavyo walitambua uwepo wa Mungu na nafasi ya huyo Mungu katika maisha yao. Walitambua ni Yehova, walitambua ni Adonai, na hilo walimtambua kwa namna zingine kama wanavyokamilishwa kwa majina na kwa namna nyingine mbalimbali. Unaona? Na hapo sasa hawajavuka mto Yordani kwenda kukabiliana na mji wa Yeriko. Kikwazo cha kwanza Yeriko huko. Yaani wakishavuka wanakutana kwanza na Yeriko, ndipo sasa watakabiliana na maadui wengine huko. Kwa hiyo unatakiwa utambue uwepo wa Mungu. Mungu hawezi akaachilia msaada wake kwako usipotambua uwepo wake, usipotambua kwamba anaweza kukusaidia, usipokuwa na imani kwake, usipolitia jina lake. Hata kwenye Agano la Kale tunasoma vile ambavyo Yesu alikuwepo kwenye harusi ya Kana, alialikwa tu kama ndugu. Alialikwa tu kama ndugu yao, kwa sababu ni kweli kwa ni ndugu kwenye nini? Kwenye ile jamii, kwenye ile harusi. Kwa hiyo alialikwa tu kama ndugu, na yeye akashiriki tu kama ndugu. Na haionyeshi kwamba alikuwa na mpango wa kufanya muujiza, lakini alikuwepo mtu mmoja aliyejua, aliyetambua uwepo wake, kwamba hapa tunaye ambaye ni zaidi ya ndugu, ni zaidi ya mwanadamu. Mariamu alikuwa anajua kwa ufunuo wa Mungu, maana alikuwa anajua yeye anaenda kumzaa mtoto ambaye si wa kawaida. Kwa alipomzaa alitambua amemzaa huyu mtoto, anamnyonyesha, anamlea na mkuza, lakini anajua kwamba huyu sio mtoto wa kawaida, huyu ni Mungu. Yupo kwa mission maalum, kwa kusudi maalum. Naona kwa sasa alipoona kwamba wanahangaika, wameishiwa divai, na unajua wakati huo ilikuwa harusi sio ya masaa. Sisi huku harusi nasherehekea tu masaa.
kanisani, labda saa moja masaa mawili shafungwa, natoka ukumbini, ikizidi saa sita nalalamika, hai bwana nimechukua muda mrefu. Unaona baada ya hapo mambo yameisha, wanaendelea na maisha yao, wao maharusi, alafu na ninyi wengine mlioalikwa mnaendelea na nini na ratiba zenu. Lakini wakati huo ilikuwa sherehe ya harusi inasherekewa kwa siku kadhaa, sio masaa wala sio siku moja. Yaani mnahamia kabisa kule. Kwa hiyo ukialika watu na shughuli hiyo, unatakiwa ujipange. Hakikisha kwamba umejipanga kwamba watakula, kwamba watakunywa, na sio msosi wa kawaida, sio tu yaani ionyesha kwamba ni msosi wa sherehe na ni vinywaji vya sherehe. Sasa divai ikawatindikia. Naona ikawatindikia. Tunaelewa kilichotokea ni nini? Mariamu alijua kwamba yupo hapa, hiyo shughuli yake, hiyo ni shughuli ndogo tu. Hiyo shughuli ndogo tu. Kwa hiyo akamwendea Yesu kwamba divai imeisha sasa. Tuna nini na wewe mama? Yaani anaona sasa mimi aliko tu kama mwanadamu kawaida, hii sasa ile inanusuje. Lakini yeye akaamini kwamba huyu anaweza kupata kitu. Akaambiwa, akaenda kuambia wale anasema kwamba lolote atakalowaelekeza mfanyeni. Kwa tunaelewa mwisho wa siku kilichotokea nini? Divai iliyo njema. Mpaka mkuu wa meza akashangaa kwamba watu wote huwa wanaandaa njema, mwishoni wanaweka maana yake kama ni class, inaanza first class inakuja second class au sio huko, yani ubora unapungua kwa sababu gharama ni kubwa. Macho watu unaendelea kuwalisha na kuwanywesha kwa muda wa siku kadhaa, kwa hiyo unapunguza gharama. Lakini divai aliyotengeneza Yesu ilikuwa ni divai njema. Haleluya! Yeye ni wango, lakini alitenda muujiza huo kwa sababu alitambuliwa. Lakini mahali pengine ambapo tunaona Yesu alitambuliwa na kufanya kitu, alipanda chomboni, unaona, wakasafiri, alafu bahari ikachafuka, wakawa kwenye hatari ya kuzamishwa na mawimbi ya bahari. Yesu sasa sijui ile ilikuwa ni usingizi kweli, sawa, kwa sababu sikuwa ni mwanadamu 100%, lakini ni Mungu pia 100%. Kwa yeye sasa akaenda mahali fulani huko chini kabisa ile mashua, akapiga usingizi. Sasa walipohangaika kwa njia zao zote za kibinadamu, ujuzi wao wote wamekwama, wakakumbuka kwamba kwenye chombo humu tunaye Yesu. Yuko wapi? Wakamtafuta, wakakuta amelala. Bwana mkubwa, wewe si kitu kwako kama tunaangalia. Nataka nikwambie hivi, wangeweza kuangamia kama wasingetambua uwepo wake. Na yeye wala asingekuwa angeangamia wao, ila yeye anaweza kutembea hata juu ya maji. Wajua kuogelea pengine wangeshindwa, hata kama wanaweza kuogelea. Tufanye kizidi wangeshindwa, lakini Yesu yeye angeweza kutembea juu ya maji. Lakini yeye anaelewa kwamba angeweza tu, yani anaweza kuwepo papo alafu akaamuru tu kwamba yupo mahali pengine angeweza kufanya hivyo. Maana alikuwa na uwezo wa kuswitch kutoka kwenye binadamu kuja kwenye wingi, kwa hiyo kwenye uungu. Kwa kuna vitu walikuwa wanavifanya kwa uwezo wa kiungu. Lakini aliishi kama mwanadamu na alimtegemea Mungu akiwa katika binadamu, lakini tunaona kuna vitu ambavyo alifanya ambavyo hakuna mwanadamu anaweza kuvifanya. Na kama mtumishi wa Mungu anamtegemea Mungu, bado ni kama vile kuna ukomo fulani. Lakini yeye alipitiliza huo ukomo wa watumishi wa Mungu wanaweza kufanya. Alifanya zaidi ya watumishi wa Mungu wanaweza kufanya wanaomtegemea Mungu, kwa sababu alikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutie moyo ya kwamba usipambane mwenyewe. Amen. Usihangaike mwenyewe. Unateswa na magonjwa, usihangaike mwenyewe. Amen. Usihangaike kutafuta tu matabibu. Unaweza kama hata kama unatibiwa viwango vikubwa vya matibabu. Kuna watu wenye uwezo wa kwenda kuyafuata matibabu kokote kule duniani. Wakawafuata madaktari bingwa India, Uingereza, wapi kokote kule. Lakini bado wakati mwingine inashindikana. Lakini yupo asiyeshindwa.
awezaye yote, aliyepo kila mahali kwa wakati mmoja. Unaona, yupo kila mahali, ni omnipresent. Yupo ambaye yeye ni omnipotent. Hakuna lisilowezekana kwake, yote yawezekana kwake. Haleluya. Alafu yeye ni wa milele. Maana kuna watu walitegemea wanadamu walipokufa, waliowategemea walilia kilio kibaya sana, kwa sababu tegemeo lao halipo tena. Ni sawa na mtu aliyekuwa amepanda juu ya mti mrefu sana, akijua yuko salama, lakini ule mti ukakatwa, anadondoka na anaweza akafa hapo hapo. Hakuna usalama tena. Kwa hiyo unapomtegemea wanadamu ni sawa sana kutegemea mti unaoweza ukakatwa, lakini yupo Mungu ambaye ni wa milele. Ni yule jana na leo na hata milele. Katika shida zako tambua uwepo wake. Katika mateso yako tambua uwepo wake. Lakini hata katika raha zako furahi ukiwa unautambua uwepo wake. Maana usipotambua uwepo wake, furaha yako inaweza ikageuzwa kuwa kilio, yaani kufuma na kufungua. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa wana wa Israeli tunaona walitambua huo uwepo wa Mungu, na wakatambua kwamba waliye naye ni Bwana wa dunia yote, na hiyo ilikuwa ni siri kubwa sana ya ushindi walioendelea kuupata chini ya Musa na chini ya Yoshua. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa tunaona kwenye sura ya 3 na sura ya 4 swala la vile walipovushwa kwenye ule mto wa Yordani kimuujiza. Walivushwa, walipewa maelekezo. Makuhani walikuwa na nafasi yao au walikuwa wanaibu wao. Wao walitakiwa kubeba, kuna wale ambao walikuwa kwa mujibu wa maelekezo ya Torati ndio waliobeba ile sanduku la agano, na wakaelekezwa vile ambavyo wanatakiwa watembee mpaka wayakanyage maji. Leo hii tunatumiaga lugha hiyo kanyaga maji kwa maana ya kuthubutu, alafu ndipo maji yale yanaweza kukimbia. Unaona Alafu kilichotokea ndio hicho. Walipoyakanyaga maji yale wakiwa wamelibeba sanduku la agano ambalo lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu, maji yale yakakoma kuendelea na safari. Mambo ya ajabu sana. Bahari ya Shamu iligawanywa wakapita pakavu. Hapa sasa wanatokea tena muujiza unaofanana na ule uliotokea kule bahari ya Shamu. Kwa makuhani waliolibeba sanduku la agano, sanduku la Bwana, walipoyakanyaga tu ile maji, uweza wa Bwana ukastopisha mtiririko wa maji. Kilichotokea yale maji, kwa sababu yanapotokea kule yanaendelea kutiririka, ila hapa ndio umewekewa kikwazo. Uwepo wa Mungu unazuia isiendelee na safari. Kwa maji yale yanaweza chuguu kubwa, yaani kwa ni mlima ule ukawa umeendelea ni chuguu wameeleza huko, ukitasoma wakati wako mwenyewe. Maana yake ni umbali mrefu sana. Mungu alikuwa anataka iwe ushuhuda, maana yake mataifa yote wenyeji wa nchi ile waone kitu ambacho hakijawahi kutokea duniani. Maana sasa amekuja ambaye ndiye muumbaji mwenyewe, ambaye ndio sababu ya dunia kuwepo, ndio sababu ya bahari kuwepo, ndio sababu ya mito kuwepo, ndio sababu ya mawe kuwepo, ndio sababu ya wanadamu kuwepo, ndio sababu ya kila kitu kuwepo. Muumbaji mwenyewe. Yeye anaweza katenda kinyume na asili. Hategemei natural laws, kwa sababu hizo natural laws ni yeye mwenyewe pia anazipitia. Na chini, yani hizo sheria za asili, natural laws, yeye yuko juu ya hata hizo. Kuna wakati anaacha tu mambo yaende tu kwa hizo kanuni za asili, kuna wakati anapoingilia kati na kutenda tofauti ili kutimiza kusudi lake fulani. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa sheria za asili nazo sio kikwazo kwa makusudi ya Mungu kutimia. Pale ambapo sheria za asili zinaweza zikawa kikwazo, Mungu yeye anaoverrule, anapindua, anafanya kitu kwa namna iliyo tofauti, na hiyo ndio tunaita miujiza. Haleluya.
miujiza kwenye uumbaji, kwenye asili, kwenye nature, lakini miujiza ya uponyaji wa afya kwa namna ambayo hata madaktari wanashangaa imetokeaje huyu mgonjwa akapona, maana ni tofauti na taaluma yao ya utabibu. Miujiza ndio kama vile ambavyo Yesu mikate michache ilikuwa multiplied ikawa mingi, samaki wachache wakawa wengi, maelfu wakala wakashiba wakasaza. Miujiza huyu Mungu ambaye ninamtumikia na ninahubiri habari zake ni mtenda miujiza. Ni mtenda miujiza. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake yeye inawezekana. Yale ambayo asili inasema lazima iwe hivi, kanuni ya asili, sheria ya asili inasema lazima hii iende kwa namna hii, Mungu anaweza akapindua hali ya mambo yakafanyika tofauti ili kusudi lake fulani liweze kutimia. Na baada hapo ndio anaruhusu sasa utaratibu wa kawaida kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo hilo lilikuwa ni jambo kubwa, sio jambo dogo. Watu wote wakashangaa imekwaje. Alafu Yoshua akapewa maelekezo. Watu 12 wakapewa kazi wachukue mawe 12 wakabeba begani. Lakini wakati pamepatikana pakavu kwenye ile kwenye ule mto Yordan, alafu wakavuka wana wa Israeli, Yoshua akachukua mawe 12 akajenga kama sisi tuite nini, maana sisi tuite mnazi ila aliyapanga yale mawe 12 iwe ishara kwamba hapa makuhani waliobeba sanduku la Bwana walikanyaga miguu yao, alafu maji yakashuhudiwa yasipite. Lakini yale mawe 12 waliobeba wale wanaume 12 waliondoka nayo kule ambapo walienda kupiga kambi baada ya kuvuka mto Gilgali, huko ndiko ambapo sasa walienda kutengeneza ukumbusho ili vizazi vijavyo watakapokuwa wanauliza kwamba mawe haya ni kwa ajili ya nini, wajue kwamba ni ushuhuda wa vile Mungu alivyotenda. Alikausha maji ya mto, alizuia mtiririko wake, alafu baba zenu walipita hapa. Yaani mto ulikuwa mkavu kabisa, mto mkubwa ambao unafurika sana maji wakati wote, lakini ulizuiliwa, maji yalizuiliwa sirike mpaka wakapatikana wakavuka. Ili lengo la Mungu ni nini? Vizazi vijavyo viweze kudumu katika kumwamini huyu Mungu mtenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nilikuwa najaribu kufikiri kwa nini Mungu aliamua kutenda muujiza huu. Kuna sababu mbili tatu hapa niseme kwa haraka. Sababu ya kwanza, Mungu alikuwa tu ni kutimiza ile takwa kwamba walitakiwa wavuke. Kwa hiyo ilikuwa ni njia ya Mungu ya kuwavusha umati mkubwa huo wa watu. Lakini sababu ya pili ni kumwaminisha Yoshua kwa Israeli. Walimwamini sana Musa, na imani ya Israeli kwa Musa ilianzia kwa ile miujiza aliyoitenda kule Misri alipokuwa ametumwa na Mungu. Alipobwaga fimbo chini kageuka kuwa nyoka, alipoishika tena hivi ikarudi kuwa fimbo ya kawaida. Na miujiza mingine, kwa miujiza ile wakamwamini Musa, na miujiza iliyoendelea hata wakiwa humo njiani. Yaani walimwamini sana Musa, na Mungu alifanya kitu ambacho asingefanya hivyo. Inawezekana wana wa Israeli wangemgeuza Mungu na ni Musa kuwa Mungu, na wakawa na Mungu. Kaburi lake pengine ndio Bwana Mungu au mifupa yake. Kwa hiyo kaburi la Musa mpaka leo halijulikani liko wapi. Ni Mungu mwenyewe alishughulika na mazishi yake, ambao haijulikani. Alipotezwa tu hivyo mlimani huko, kwa hiyo alifia huko, hakuna aliyemzika Musa. Sasa watu hawa ambao walikuwa wanaongozwa na mtu mkuu namna hiyo, aliyetenda miujiza mikubwa namna hiyo, anabadili mtu mwingine. Sasa ni kama vile value yake, thamani yake, hana utiisho tena na nini. Mungu akasema kwa njia hii watu watakuamini. Ule mstari wa ngapi? Ule mstari wa 7 sura ya 3. Anasema hivi, Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua ya kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. Kama nilivyokuwa pamoja na nani? Na Musa. Kwa sababu ya pili ilikuwa ni kuaminisha watu kwa Musa na kwa Yoshua. Kuna wakati ambapo
Mungu huwa anafanya vitu fulani ili kwamba watu wamwamini kiongozi wao. Biblia inasema kwamba tunatakiwa kumwamini Mungu ndipo tutakapothibitika. Tunatakiwa kuamini manabii, watumishi wake manabii, kwa maana kwamba ni viongozi waliotuma, ndipo tutakapofanikiwa. Kwa hiyo wakati mwingine kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu, watu wanapokuwa na mashaka na kiongozi wao, Mungu anaweza kufanya vitu ambavyo vinasaidia watu wamwamini kiongozi wao, kwa sababu ni muhimu kwa mafanikio yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini sababu ya tatu, kwa nini Mungu alitenda muujiza huo, ilikuwa ni kufanyaje? Kuimarisha imani na ujasiri wa Israeli. Imani kwa Mungu wao na ujasiri kinyume na maadui zao. Lakini sababu ya nne ilikuwa ni kuyeyusha imani na ujasiri wa wenyeji wale. Imani kwa miungu yao, kwa sababu walikuwa wanaamini ushindi katika vita na mafanikio yote yale wanayapata kwa msaada wa miungu wanaoiabudu. Kwa Mungu alikuwa ana cancel, alikuwa kwa muujiza huu alikuwa analenga kudhoofisha, alikuwa analenga kuyeyusha imani ya hao wenyeji kwa miungu yao na kuyeyusha ujasiri wa kukabiliana na wana wa Israeli, ili wana wa Israeli wapate ushindi. Wanasemaga vijana wa leo ni kama vile kumsukuma mlevi. Sio kazi ngumu kumdondosha mlevi, unamsukuma tu kidogo hivi ndondoka kwa kuwa ameshalewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Ule mstari wa ile sura ya 5, ule mstari wa kwanza tunaliona hilo. Pale Biblia inasemaje? Inasema kwamba ikawa wafalme wa Waamori waliokaa ng'ambo ya Yordani pande za magharibi na wafalme wote wa Wakanaani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli, hata tulipokwisha kuvuka, basi mioyo yao ilifanyaje? Iliyeyuka, wala haikuwamo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli. Sasa ukisoma hapo mbele utaona vile ambavyo wana wa Israeli baada ya kuvuka, Mungu akawaagiza tohara ifanyike. Maana tohara ilikuwa imeshafanyika huko, lakini hao wengine walioendelea kuzaliwa walikuwa ndio hivyo, haikuwa imefanyika tohara. Sasa utakumbuka kuna kisa fulani ambacho hao watoto wa Yakobo, sasa hayo ni mambo ya baadaye. Watoto wa Yakobo kwa ajili ya kuwalipiza kisasi wale waliomfanyia dada yao ni nani? Dina. Unaona walienda wakawarubuni ya kwamba ili waweze kuwa na ushirika nao na wao watahiriwe kama wao, maana wao ni watu waliotahiriwa. Unaona walipokubali wale walikuwa wana Shekemu, si ndio? Walipokubali, walipotahiriwa, wakati sasa ndio wanajiunguza katika ile hali ya tohara, hawawezi kufanya chochote kile, na pia waliwachinja vibaya sana, hawana uwezo wa kujitetea. Sasa jaribu kufikiri wakati huu sasa, wana wa Israeli, wanaume hao ambao ndio watakiwa wapambane, washike silaha, wapige vita, wametahiriwa sasa. Ingekuwa sio utiisho aliotengeneza Mungu, ndio wenyeji wao wangewashukia na kuwamaliza, maana wasingekuwa na uwezo wa kujitetea wakati wanauguza kidonda cha tohara. Si unanielewa? Lakini Mungu alichokifanya amewatetelesha. Yaani hawa wako huko kufanya chochote na hakuna anaweza kuwasogelea. Yaani hawa jamaa ni jamaa wanaotisha. Mungu wao anatisha. Yaani mioyo yao imetetemeka. Hawaiamini tena miungu yao kwamba inaweza kawasaidia. Wana hofu kubwa, mioyo inayuka, hawawezi wakabiliana na wana wa Israeli. Wanajifungia hao watu wa Yeriko, wamejifungia kwenye mji huo, yani wana hofu tu. Wanatetemeka, wana hofu tu, wanatetemeka. Kwa wana wa Israeli wakafanya tohara mpaka wakapona, wakafanya wakala na nini? Wakafanya na ibada ya Pasaka.
naona ambayo ilikuwa inachukua muda wa siku 7. Alafu baada ya hapo ndipo sasa tunaona maelekezo yanayotolewa kuanzia mstari wa 13 sura ya 5 kwenda kwenye ile sura ya 6 kwa habari za kukabidhi sasa ule mji wa Yeriko. Wakiwa wamejifungia kule, dhoruba iliwakuta. Tunaelewa kilichotokea ni nini. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka nikutie moyo ya kwamba Bwana unapomtegemea, ukitambua uwepo wake, ukamwamini yeye, ukaliitia jina lake, anaposhuka kukutetea wewe, atatenda mambo ya ajabu kiasi kwamba maadui zako watatetemeka. Amen. Watatetemeka. Amen. Watatetemeka. Amen. Wewe unaweza kuonekana kama mtu simple, mtu tu muungwana, lakini kuna wale ambao huwa wao ni wataalamu wa mambo ya ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza. Wakitaka tu kuja kufanya mambo yao, na wanasema hiki ni kisiki cha mpingo, kumbe hiki ni kisiki cha mpingo. Sio wanasema ya kisiki cha mpingo. Yaani huyu sio wanasema kumbe huyu ni mtu mzima bwana. Yaani mtoto huyu kumbe mtu mkubwa huyu. Unaweza kuanza kusalimiwa shikamoo wakati wewe ni mdogo kiumri. Kwa sababu wamekupima. Wewe unaweza kawa ujue, wewe ni Mungu, wewe uko tu na Mungu wako, unaomba, unaabudu, unamtumikia Mungu kwa uaminifu na nini? Ulinzi anaoweka Mungu. Kule nyumbani kwetu kuna familia moja hivi wakaokoka. Wachawi sasa kijijini kwa sababu kwa ndo wa kwanza kabisa kuokoka pale. Wakawa wamewasakama sana. Kwa maana wanaleta ulokole. Karibisha wahubiri hapo na pia nini wanasema sasa lazima tuwamalize. Familia ile wachawi wanapojikusanya saa usiku wanakuja, wanakuta eneo lile linawaka tu moto. Wanarudi. Wanakuja wanapita kukicha hivi, unakuta kwamba shwari kila kitu. Na wote wako salama tu. Jamani vipi mjambo? Safi kabisa. Nashaka hii imekwaje? Na ule moto ile ilikuwaje? Wanakuja tena usiku mwingine, moto. Maana nasema kwamba hawa jamani, hawa ni wachawi sana hawa. Hawa walokole ni wachawi sana. Uchawi wako ni katika Mungu. Haleluya. Amen. Wao sasa hiyo ndio lugha yao. Ndio lugha yao. Wanaviona wao wanategemea hizo nguvu za giza ili miujiza, vitu visivyo kawaida vifanyike. Wanapoona kuna nguvu ambayo ni supernatural, hawawezi kuitafsiri, wataitafsiri kwa lugha ya kwao. Wewe watakuita mchawi sana kuliko wao. Kuna mwingine mpaka walimwendea wakamwambia, bwana hebu tuambie huyo, tupeleke kwa mganga wako. Naona wewe nguvu hizo nazo ni kubwa kwa kwetu, tupeleke kwa mganga wako na sisi tupate nguvu kama za kwako. Amen. Amen. Sasa Simon ilitokea. Yule Simon ni mchawi. Akina Petro alipokuja, wakiwa na uwezo wa Bwana, wanaweka watu mikono, wanajaza Roho Mtakatifu. Sana hii mimi siwezi kuifanya hii, sina uwezo nayo. Sasa semeni hii bei gani hii? Niwape shilingi ngapi na mimi nipe uwezo huo? Na mimi nawapiga watu pawa, niweka tu mikono. Na Petro akamkemea. Maana alikuwa na mtazamo wa mambo ya uchawi, kumbe hapa anazungumzia ni habari za nguvu za nuru, nguvu za Mungu mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka nikutie moyo ya kwamba wewe unaogopa bure, lakini kukaza imani yako kwa Mungu, maana Mungu yuko upande wako. Yuko upande wako kukutetea. Umelala usiku, lakini anatuma malaika wanakulinda. Uko salama unapotembea barabarani. Uko salama ukiwa kwenye daladala. Uko salama unapokuwa kazini kwako ofisini. Uko salama unapokuwa shuleni. Uko salama usiku na mchana. Uko salama katika hali zote, kwa sababu Bwana amewapa utisho maadui zako. Haleluya. Wamewapa utisho maadui zako. Na ndio maana kuna wakati unaweza kukuta kuna mtu tu anakuchukia hapo. Wewe ni kwa nini? Hiyo tu amekuchukia tu. Sasa angalia nikwambie, inawezekana huyo mtu anatumika kwingine kule. Sana inawezekana anapokuwa kwenye hizo mambo ya kwenye anga zake huko, anakutana na wewe una nguvu zisizo za kawaida. Haleluya. Haleluya. Ndugu mmoja aliyekuwa ndio hivyo, ni mkulima mkubwa, ni mfanyabiashara mkubwa kijijini mahali fulani Iringa huko. Yeye safari moja wameenda wezi wakaiba dukani kwake,
wakakutana na mibausa, ni kuwachukua kuwatupia nje, walipigwa, walitimua mbio. Wakasema yule jamaa ameweka majini dukani kwake. Sio majini, ni malaika. Amen. Maana kama mtumishi wa Mungu mwaminifu, Mungu aliweka malaika kulinda duka. Walipoenda hao wezi wakakutana na malaika wa Bwana, wakasema ni majini, maana ndio lugha wanazojua wao. Jamani, kuna mtumishi wa Mungu sasa nisikitaje. Kuna mtumishi wa Mungu ana mashamba huko kusini nani huko kulanganya nini? Kuranga huko. Sasa kwa alikuwa na minazi, wanataka kwenda kuiba na kwambia walichapwa huko. Walichapwa. Wasema ndizi za mlokole hizo. Nani eti ndizi nani? Nini? Naanza ni mlokole hizo. Chanazo. Ndio hiyo sababu sio ameweka majini, sio ameweka mashima na manugani. Ni Yesu ndiye naye. Amen. Ni huyo Mungu naye mwamini. Usiwe na wasiwasi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini jambo la tatu tunaloliona, nataka tu tumalizie hayo mambo mawili. Maana nasema mambo mangapi? Manne. Jambo la tatu, ilifanyika tohara kwenye sura ya 5 mstari wa 2 na wa 3. Tunaona ilifanyika tohara, na tohara ilikuwa ni alama ya agano kati ya Mungu na Israeli. Lakini tunaposoma Agano Jipya, tohara ni kielelezo cha utakatifu. Tohara ni kielelezo cha utakatifu. Sisi hatufanyi tohara ya kimwili, ila tunafanya tohara ya mioyo yetu. Ukisoma kwenye Warumi sura ya 2 mstari wa 25 mpaka 29, utaona vile ambavyo Paulo anachambua jambo hilo. Hauwezi ukapata ushindi na mafanikio kama haujatahiriwa moyo wako. Maana yake unatakiwa kujitakasa. Bwana Yesu atusaidie sana. Uishi maisha matakatifu ili shetani asipate sababu ya kukushitaki kwamba wewe hauna sifa kutendewa wema na Mungu. Hapana, ishi maisha matakatifu. Kwa hiyo unatakiwa kutahiriwa moyo wako kwa wakati wako. Utasoma hiyo Warumi sura 2 ule mstari wa 25 na kuendelea. Na huu ni mtego ambao adui mara nyingi sana ndio anaotumia kutunasa. Adui akikushindwa atafanya jaribio la kukukorofisha wewe na Mungu. Umkosee Mungu kwa tabia na mwenendo wako, ili apeleke mashitaka na wewe upungukiwe zile sifa ambazo zilikuwa zinasababisha uhusiano wako na Mungu uwe mzuri. Uhusiano wako na Mungu unapoingia dosari, ni rahisi zaidi kushambuliwa na adui. Japokuwa Mungu ni wa rehema, bado huwa haachi tuangamie, ila kuna wakati huwa anaruhusu mabaya yatupate ili kutushtua kwamba tutengeneze njia zetu. Kuna wakati unapatwa na mabaya, ni majaribu tu. Inapotokea hivyo, unatakiwa uvumilie na Mungu anakupa neema. Utavumilia majaribu, yatapita kwa ushindi mkubwa. Ila kuna wakati mabaya yanakupata ni kwa sababu kuna shida kwenye mwenendo wako. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe kwamba haupi nafasi ya shetani. Mwenendo wako uwe mzuri, utahiriwe siku zote moyo wako, ili ya kwamba uhusiano wako na Mungu uwe mzuri, ili kwamba uwe mnufaika wa baraka zote na ahadi zote za Mungu. Lakini jambo la 4 ni kufanya ibada ya Pasaka. Walifanya ibada ya Pasaka, kusoma ule mstari wa 10 sura ya 5. Ule mstari wa 10 tunaambiwa, basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgali, nao wakala sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ya mwezi jioni, katika nchi tambarare za Yeriko. Wameshaingia kwenye mipaka ya watu wenyeji wa nchi ile, lakini hawawezi kuwafanya chochote kile. Wakala Pasaka. Pasaka ilikuwa ni kumbukumbu ya vile Mungu alivyowatoa Misri. Na Pasaka ni yule mwana kondoo aliyechinja, damu yake wakapaka kwenye miimo na vizingiti vya milango yao. Alafu malaika aliyekuwa ametumwa kwenda kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri, alipoiona ile damu, Waebrania wao wakawa salama.
Sema huyo ni Pasaka wa Bwana. Kwa hiyo walikuwa wanakumbuka ukombozi wao, na waliagizwa kwamba wafanye hivyo kila mwaka, hiyo kumbukumbu. Lakini ibada hiyo ya Pasaka ilikuwa ni ibada ya kinabii kwa habari za ujio wake Yesu Kristo, ambaye atamwaga damu yake msalabani. Kwa hiyo kondoo wale waliochinjwa, wanyama waliochinjwa wakatoa damu ile ilikuwa ni kielezo cha damu ya Yesu Kristo. Ina maana Pasaka ilikuwa ni unabii au ni imani yao katika dhabihu itakayotolewa na Yesu Kristo, katika damu itakayomwagika msalabani na Yesu Kristo, kwamba siri ya usalama wao, siri ya ukombozi wao, siri ya wokovu wao, siri ya ushindi wao, siri ya mafanikio yao ni katika msalaba. Nataka nikutie moyo, siri ya ushindi wako ni katika msalaba. Siri ya mafanikio yako ni katika msalaba. Siri ya wokovu wako ni katika msalaba. Siri ya utakatifu wako ni katika msalaba. Siri ya ushindi wako ni katika msalaba. Usisahau hilo siku zote. Unatakiwa siku zote ufahamu wako ukumbushwe, uelewe kwamba siri ya ushindi wako ni katika msalaba, kwamba Bwana Yesu alimwaga damu msalabani, alikufa pale msalabani, lakini alipozikwa kubaki kaburini, siku ya tatu akafufuka, yu hai. Kwa hiyo alikamilisha ukombozi unaotokana na ile kazi ya msalaba kwa kufufuka kwake. Yesu yu hai, haleluya. Kwa kupigwa kwake wewe ni mzima, umepona. Kwa kupigwa kwake unao ukombozi. Kwa kupigwa kwake na yeye aliyomwaga damu unao msamaha wa dhambi, umepatanishwa na Mungu, wewe umefanywa kuwa mtoto wa Mungu, na baraka za Bwana kwa ajili ya watoto wake ni kwa ajili yako, ziko juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Baraka ziko juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Sio kwa sababu ya ukamilifu wako, lakini kwa sababu ya imani yako katika kazi ya msalaba. Nataka nikutie moyo, usisubiri kwamba umekamilika kabisa, maana shetani anaweza akakutia wasiwasi ya kwamba mbona wewe bado ni mdhaifu, bado na mapungufu na kasoro. Hapana, Mungu anauangalia ukamilifu wetu katika Kristo Yesu, sio ukamilifu wetu sisi. Hapana, ukamilifu wetu ni katika Kristo Yesu. Sina maana ya kwamba uishi maisha ya kujiachia ukatenda dhambi kwa makusudi. Hapana, sina maana hiyo. Utaishi maisha ya kumheshimu Mungu, utaishi maisha ya kujitenga mbali na dhambi, lakini wakati michakato ya kukamilika kwako inapoendelea, bado utaendelea kuwa mnufaika wa baraka za Mungu za upaji, baraka za Mungu za uponyaji, baraka za Mungu za ulinzi, baraka za Mungu za amani, baraka za Mungu za furaha, baraka za Mungu za ushindi na mafanikio katika Kristo Yesu. Mpe Bwana Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Hayo sio makofi ya washindi hayo. Nataka nisikie makofi ya washindi. Yes! Wewe ni mshindi kwa sababu Yesu alishinda kifo na kaburi. Alishinda kifo na kaburi. Yesu alishinda, alimwaga damu yake msalabani kwa ajili yako. Unao ushindi kwa sababu Yesu alishinda. Kwa sababu Yesu alishinda. Kwa sababu Yesu alikufa msalabani akafufuka. Unao ushindi, unao msamaha wa dhambi, unao uponyaji. Wewe una haki ya kuwa na afya njema. Uponyaji wa Mungu kwa ajili ya afya yako ni chakula chako. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hapa ndipo penye kiini cha siri ya ushindi wako. Hapa ndipo penye kiini cha siri ya ushindi wako. Ukiulizwa kwa nini siku zote naona wewe ni mtu uliyechangamka tu, una furaha na amani, unasema ni kwa sababu Yesu alikufa msalabani halafu akafufuka. Haleluya. Ukiulizwa kwa nini wewe hauendi kwa waganga wa kienyeji kutafuta mazindiko, unasema kwamba mimi nalo zindiko kwa sababu Yesu alinifia msalabani, hilo ndilo zindiko langu. Ukiambiwa kwamba ni kwa nini wewe unafanya biashara
bila kutegemea ushirikina. Unasema kwamba ninaye Yesu, sina haja ya ushirikina, sina haja ya hirizi, sina haja ya nyerukupi wala nini. Kuna wakati ambapo Mungu ataruhusu upate machungu fulani, sio kwa sababu yeye ameshindwa kukuokoa na hayo machungu, si kwa sababu ameshindwa pengine kukusaidia katika shida zako. Kama unapata shida zozote zile, anakuwa ameruhusu kwa kusudi tu maalum. Lakini nataka nikwambie, Yesu yumo. Yesu yumo kwenye maisha yako. Tambua uwepo wake kwenye maisha yako. Tambua uwepo wake kwenye maisha yako. Upo salama mikononi mwake. Upo salama mikononi mwake. Unao ushindi kwa ajili yake. Kwa msaada wake tunashinda, na zaidi ya kushinda, maana yeye alishinda, na sisi lazima tushinde, maana tupo ndani yake na yeye yupo ndani yetu. Haleluya! Hiyo sayansi hiyo, amini tu, maana haina maelezo ambayo yanaweza yakakufanya akili kawaida kaelewa. Yesu yupo ndani yako, halafu na yeye yupo ndani. Unaona? Wewe uko ndani ya Yesu na Yesu yupo ndani yako. Unaona sayansi hiyo eh? Unaona sayansi hiyo eh? Yesu yupo ndani yako. Yupo ndani yako. Yupo ndani yako. Yupo ndani yako. Aliyekufa msalabani kwa ajili yako yupo ndani yako. Aliyefufuka siku ya tatu yupo ndani yako. Unapolala na yeye yupo. Unaamka na yeye yupo. Unatembea barabarani na yeye yupo. Huko kazini kwako na yeye yupo. Kwenye biashara yako na yeye yupo. Kwenye masomo yako na yeye yupo. Nataka nikwambie yupo. 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 Yupo kukushindia. Yupo kukuponya. Yupo kukupa amani. Yupo kukupa ushindi na mafanikio. 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 Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Wapende wasipende, ni lazima ushinde. Wapende wasipende, ni lazima ufanikiwe. Wapende wasipende, ni lazima utoboe. Ni lazima upate mpenyo. Ni lazima mali ya nuru ni Mungu. Ni lazima. Tunapohitimisha ujumbe wetu, nataka nikutie moyo. Yabesi alikuwa kama wewe. Alizaliwa akapewa jina huzuni. Yabesi maana yake huzuni. Yeye akakataa kubaki na ile hali ya huzuni. Akakataa kubakia na hali ya unyonge. Akakataa kubakia na hali ya namna hiyo. Tunaambiwa akamlingana Bwana. Akamlingana Bwana. Yabesi alimlingana Bwana. Tunaposoma Mambo ya Nyakati sura ile ya 4 mstari wa 9 na ule mstari wa 10, kuna mambo manne ambayo alimwomba Bwana. Namba moja, aliomba Mungu ambariki. Namba mbili, aliomba azidishiwe hozi, kwa maana ya kupanuliwa mipaka ya kumiliki kwake. Lakini namba tatu, aliomba kwamba mkono wa Bwana uwe pamoja na yeye. Na namba 4, aliomba ulinzi wa Bwana uwe juu yake. Kama ambavyo Yabesi alimwomba Mungu amlingana Bwana, na wewe muombe Mungu mlingane Bwana. Tunaambiwa kwamba Yabesi aliomba hivyo na Mungu alimkirimia yote. Akawa ni mwenye heshima kuliko ndugu zake, kwa sababu alimwamini Bwana, akamwomba Bwana. Lakini bila shaka alichukua hatua za uthubutu. Hatueleze sana michakato alifanya nini kwa kwaje. Lakini ukiisha kumwamini Bwana ukamwomba kwa imani, unatakiwa uingie sasa, uchukue hatua sasa za uthubutu. Uingie kutamalaki. Uingie kutamalaki. Hayo ni maandalio ya kutamalaki. Ukiisha kufanya maandalio ya kutamalaki, ingia sasa kwenye kutamalaki kwenyewe. Kwenye huduma tamalaki. Kwenye biashara tamalaki. Kwenye ufugaji tamalaki. Kwenye kilimo tamalaki. Mahali pa kazi tamalaki. Kwenye nini? Masomo tamalaki. Kwenye ndoa yako na familia tamalaki. Kwenye ukoo tamalaki. Kutamalaki ni kutamala. Kutamalaki ni kumiliki. Sawa sawa na Mungu alivyokukusudia. Kutamalaki ni pale ambapo wewe sasa
yale ambayo Bwana ameahidi katika maisha yako yanapokuwa halisi. Yale yote aliyoahidi Mungu kwa ajili yako yanapoanza kuwa halisi kwenye maisha yako, hapo maana yake ndio unatamalaki. Hapo ndio unatamalaki. Tamko la kutamalaki limekwisha kutolewa. Hakikisha kwamba unafanya maandalizi muhimu. Hakikisha kwamba unamwomba Mungu kwa imani kama alivyoomba Yesu. Lakini unatakiwa pia uchukue hatua zile zinazohitajika. Na mfahamu mtu mmoja ambaye alichoka na uduni aliposoma neno la Mungu na akaona vile neno la Mungu linavyoahidi na akajifunza kanuni za mafanikio. Alichukua hatua na mabadiliko yalianza kutokea kuanzia hapo. Alipochukua hatua, Bwana alimuinua akambariki. Leo hii nakutakia mema kwa jina la Yesu. Amen. Na kutabiria mafanikio kwa jina la Yesu. Amen. Na kuombea ufanikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Bwana kuinue kwa maisha yako ya rohoni. Bwana kuinue kwa maisha ya ndoa na familia. Bwana kuinue kwenye maisha ya uchumi, biashara zifanikiwe, kila unachokifanya kifanikiwe kwa jina la Yesu. Maadui watakaotokea kama neno la Mungu linavyosema kwamba adui atakotokea kwa njia moja atakimbia kwa njia saba, maana Bwana ataweka utiisho kwa huyo adui bila mambo atajidhihirisha katika maisha yako, kukutetea kinyume na maadui na kukupa ushindi mkubwa. Ushindi mkubwa, ushindi mkubwa, ushindi mkubwa. Bwana akupe ushindi katika jina la Yesu. Amen. Bwana akupe mafanikio katika yote yatendayo kwa imani kwa jina la Yesu. Bwana akulinde, Bwana akutunze, Bwana akutetee, Bwana akupiganie, Bwana akutendee mema. Huyu Mungu ambaye ni mwema, Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye upendo, Mungu anayejali, akutendee mema kwa jina la Yesu. Huyu Mungu asiyeshindwa, anayeweza yote, asiyeshindwa, anayeweza yote, yupo mahali hapa kukushindia. Yupo kwa ajili ya kukushindia. Kwa neema yake wewe usalama. Amen. Kwa neema yake wewe usalama. Amen. Kwa neema yake una ushindi na mafanikio. Amen.